Bwana, mashabiki wa soka Afrika Mashariki, hasa wale wa Young African Sports Club, leo kuna habari kubwa sana inayotikisa dunia ya mpira wa miguu. Aliyekuwa mshambuliaji hatari wa Yanga, Fiston Mayele, ameendelea kuandika historia baada ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya DRC Congo kitakachoshiriki kombe la dunia la FIFA 2026. Kocha wa taifa hilo Sebastien Desabre ametangaza kikosi cha wachezaji 26 kitakachokwenda kuipeperusha bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye michuano hiyo mikubwa zaidi duniani. Lakini jambo lililowavutia wengi ni kwamba Mayele ndiye mchezaji pekee anayekipiga kwenye ligi za ndani barani Afrika aliyepata nafasi kwenda kwenye kikosi hicho. Hiyo inaonyesha namna gani kiwango chake kilivyo kikubwa mpaka kuaminiwa mbele ya mastaa wengi wanaocheza Ulaya. Kwa mashabiki wa Yanga, hili si jambo jipya sana kwa sababu walishuhudia ubora wake tangu akiwa ndani ya jezi ya wananchi. Mayele alikuwa mchezaji aliyebeba matumaini makubwa ya mashabiki wa Yanga. Kwa misimu kadhaa alifunga mabao muhimu, akaamua mechi nyingi kubwa na kuifanya Yanga kuwa timu yenye hofu kwa wapinzani wake ndani na nje ya Tanzania. Katika kipindi chake akiwa Yanga, Mayele aliwahi kuwa mmoja wa washambuliaji aliyeogopeka zaidi Afrika Mashariki. Uwezo wake wa kufunga kwa miguu yote, kucheza kwa nguvu, kushindana na mabeki pamoja na kutulia mbele ya lango vilimfanya kuwa kipenzi cha mashabiki wengi. Kuna anayesahau namna alivyoisaidia Yanga kufika hatua kubwa kwenye michuano ya kimataifa ya CAF. Alikuwa mchezaji wa tofauti sana kwenye mechi za pressure kubwa. Kila alipogusa mpira eneo la hatari, mashabiki walijua kuna kitu kinaenda kutokea. Baada ya kuondoka Yanga na kujiunga na Pyramid FC ya Misri, wengi walijiuliza kama angeendelea na makali yake, lakini Mayele alionyesha watu kwamba uwezo wake haukuwa bahati mbaya. Akiwa nchini Misri, ameendelea kufanya vizuri, kufunga mabao muhimu na kuwasaidia Pyramids kwenye mashindano mbalimbali. Ubora wake umeonekana si tu kwenye ligi ya Misri, bali pia kwenye michuano ya CAF ambapo ameendelea kuwa mshambuliaji mwenye mchango mkubwa. Sasa juhudi hizo zimezaa matunda baada ya kuitwa kwenye kikosi cha kombe la dunia 2026, na hii ni historia kubwa kwa taifa la DRC kwa sababu wanarudi kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974 walipokuwa wakijulikana kama Zaire. Miaka zaidi ya 50 imepita bila taifa hilo kushiriki michuano hiyo mikubwa. Hivyo matarajio ya mashabiki wao ni makubwa sana. Na ndani ya matumaini hayo, jina la Mayele limeonekana kuwa moja ya silaha muhimu kwenye safu ya ushambuliaji. DR Congo wamepangwa kundi K ambako wataanza kampeni yao Juni 17, 2026 dhidi ya Portugal. Baadaye watacheza dhidi ya Colombia Juni 24 kabla ya kuhitimisha hatua ya makundi dhidi Uzbekistani Juni 28. Haitakuwa kazi rahisi kwa DRC Congo kwa sababu watakutana na mataifa yenye uzoefu mkubwa wa kombe la dunia. Lakini uwepo wa wachezaji kama Mayele unaweza kuwa nguvu kubwa sana, hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Kitu kingine kinachozungumziwa sana ni kwamba ndiye pekee kutoka ligi za ndani ya Afrika kuitwa kwenye kikosi hicho. Wachezaji waliobaki wanacheza Ulaya kwenye ligi kubwa kama England, France, Spain na nyingine nyingi. Hivyo inaonyesha heshima kubwa ambayo Mayele ameijenga kupitia kiwango chake. Inaonyesha pia kwamba ligi za Afrika zinaweza kutoa wachezaji wenye uwezo wa kushindana kwenye kiwango cha dunia. Kwa upande wa mashabiki wa Yanga, wengi wamepokea habari hizi kwa furaha kubwa sana mitandaoni. Mashabiki wengi wamekuwa wakimpongeza na kusema bado anajivunia kuona aliyewahi kuvaa jezi ya Yanga anafanya makubwa duniani. Wapo wanaosema Mayele ni mmoja wa washambuliaji bora kabisa waliowahi kucheza kwenye ligi kuu ya Tanzania bara katika miaka ya karibuni, na kutokana na kile alichokifanya ndani ya Yanga, hoja hiyo ina nguvu kubwa sana. Mbali na mabao yake, Mayele alikuwa na moyo wa kupambana kila dakika uwanjani. Alikuwa aina ya mshambuliaji ambaye hakati tamaa kirahisi, na hilo lilimfanya kuwa tishio kwa mabeki wengi. Sasa dunia inasubiri kuona ataweza kufanya nini kwenye kombe la dunia 2026. Je, ataendelea na makali yake? Je, ataweza kufunga mabao kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka duniani? Mashabiki wengi Afrika Mashariki watakuwa wakimfuatilia kwa karibu sana kwa sababu
Licha ya kuwa sio Mtanzania, lakini alijenga uhusiano mkubwa na mashabiki wa Tanzania kupitia mafanikio yake akiwa na Yanga. Kwa sasa macho yote yataelekezwa kwenye maandalizi ya DRC Congo kuelekea michuano hiyo, na bila shaka jina la Fiston Mayele litabaki kuwa gumzo kubwa sana ndani ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Hongera kubwa kwa Fiston Mayele kwa hatua hii kubwa ya kihistoria, na sasa tunasubiri kuona kama ataandika historia nyingine kwenye kombe la dunia 2026. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali ya kimichezo.